Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeingia siku yake ya 31 leo Jumatatu. Rais Donald Trump anadai kwamba Marekani iko katika mazungumzo muhimu na utawala mpya wenye msimamo unaoeleweka ili kumaliza operesheni zake za kijeshi nchini Iran. Aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social akisema, "Tumepiga hatua kubwa, lakini ikiwa kwa sababu yoyote ile makubaliano hayatafikiwa hivi karibuni, na huenda yakafikiwa, na ikiwa mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa mara moja kwa shughuli za kibiashara, tutahitimisha uwepo wetu mzuri nchini Iran kwa kulipua na kuharibu kabisa mitambo yao yote ya kuzalisha umeme, visima vya mafuta na kisiwa cha Karg, na huenda pia tukajumuisha mitambo yote ya kusafisha maji ya kunywa ambayo kufikia sasa tumeamua kutoigusa. Hii itakuwa ni kulipiza kisasi kwa wanajeshi wetu wengi na wengine ambao Iran imewaua katika kipindi cha miaka 47 cha utawala wa zamani wa hofu." Mwisho wa nukuu. Lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran anasema kuwa mpango wa Marekani na Israel wa mazungumzo hauna mantiki na haukubaliki. Kile ambacho kimewasilishwa kwetu, kiite unavyopenda. Iwe ni vipengele 15 au zaidi. Ni madai yaliyopitiliza, yasiyo halisi na yasiyo na mantiki. Vyombo vya habari vya Iran vimenukuu maafisa wa serikali wakisisitiza kuwa Tehran haijafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani, na kwamba kile ambacho kimejadiliwa hadi sasa ni ujumbe uliowasilishwa kupitia wapatanishi kuhusu nia ya Marekani ya kufanya mazungumzo. Maafisa pia wameshutumu Marekani kwa kubadilisha msimamo wake mara kwa mara. Wakati huo huo, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent anasema Marekani inataka usambazaji wa mafuta urejee katika hali ya kawaida na kwamba meli zaidi zinapita katika mlango bahari wa Hormuz. Scott anasema kuwa baada ya muda Marekani itarejesha udhibiti wa njia hiyo na kutakuwa na uhuru wa usafiri baharini, iwe kupitia ulinzi wa Marekani au ulinzi wa kimataifa wa pamoja. Sasa uchunguzi wa BBC unaonyesha kuwa Israel imerusha makombora 3600 jijini Tehran katika wiki 4 zilizopita na kushambulia vituo 38 vya polisi na jeshi ambavyo vingi viko katikati ya maeneo ya makazi. Marekani haijatoa data rasmi, lakini inasema imefanya zaidi ya mashambulizi 10,000 kote Iran. Taarifa ya Nawal Al-Magafi inawasilishwa na Hamida Abubakar. Katikati mwa vifusi ni mama mwenye uchungu mwingi. Kwa siku 3 amekuwa akisubiri taarifa za binti yake. Anasema mwanae anaogopa giza huku analia. Juhudi hizi za uokoaji zimechelewa sana. Siku 3 zilizopita, kitongoji hiki cha Risalat mashariki mwa Tehran kilishambuliwa na vikosi vya Israel. Waliambia BBC kwamba walikuwa wakilenga eneo la kijeshi, wanamgambo ambao ni sehemu ya jeshi la ulinzi la Iran. Tumethibitisha kwamba jengo hili lilitumiwa na wanajeshi, lakini siku hiyo majengo mengine 3 ya makazi yalishambuliwa mfululizo. Picha hizi za satellite zilizochukuliwa siku chache baada ya shambulizi hilo, tunaona wazi kwamba majengo yote 4 yameharibiwa. Bomu lilipigwa ghafla na kunirusha, kisha kukawa na shambulio lingine. Nilijigonga ukutani na kuanguka. Mwanamume huyu ambaye hakutaka kutajwa jina lake ameishi katika eneo hili kwa zaidi ya miaka 50. Nyumba yake iliharibiwa vibaya. Vifusi vilianguka kichwani mwangu, mikononi mwangu, mgongoni, miguuni na masikio yangu yalikuwa yakivuja damu. Sina chochote kwa sasa. Nachojua ni kwamba marafiki zangu wote wamekufa. Uchambuzi wetu unaonyesha kwamba majengo yaliyokuwa umbali wa mita 65 yaliharibiwa vibaya. Wakazi hapa walituambia watu 40 waliuawa. Kwa hivyo ni nini kilisababisha uharibifu mkubwa kama huo? Wataalamu wa kijeshi walituambia hii ni aina ya bomu inayotumiwa Tehran na jeshi la anga la Israel. Mabomu aina hiyo ya Mark 80 series yanabebwa na ndege za kijeshi zilizo na mfumo unaolenga sehemu mahsusi. Uharibifu wa aina hii unaonekana kuwa sawa na bomu kubwa zaidi lenye uzito wa karibu kilo 1000. Baadhi ya yale ambayo hayajalipuliwa yamepigwa picha Tehran. Shambulio lingine baya zaidi linatokea. Shambulio la Israel kwenye kituo cha polisi katika uwanja wa Nilufa. Watu 20 waliuawa. Mfanyabiashara huyu alishuhudia shambulio hilo. Watu kadhaa walianguka hapa na kufariki. Waligongwa na vipande vya chuma. Gari lilirushwa barabarani.
Mwanamume mmoja na mwanamke waliingia dukani kununua kitu. Mara tu walipotoka, wote wawili walishambuliwa. Mwanaume alikufa papo hapo. Mwezi Januari, maelfu katika maeneo ya Risalat na Niloufar walijiunga na maandamano ya kitaifa. Kama ilivyo kote nchini Iran, waliangamizwa kikatili. Watu 7,000 kote nchini humo waliuawa. Marekani na Israel zinasema kwa kulenga polisi na vituo vya kijeshi ni kuandaa mazingira kwa watu wa Iran kupindua serikali. Tutakapomaliza, chukueni serikali yenu. Itakuwa yenyu kuichukua. Huenda hii itakuwa nafasi yenyu ya kipekee kwa vizazi vyote. Risalat na Niloufar ni vituo viwili kati ya vituo 38 vya polisi na vituo vya kijeshi ambavyo tumevitambua kwamba vimeshambuliwa ndani ya Tehran pekee. Vingi vimezungukwa na maeneo yenye watu wengi. Katika ukimya wa mitandao uliosababishwa na kukatwa kwa huduma za intaneti na serikali, picha kama hizi ni nadra, lakini ni muhimu kuelewa jinsi vita hivi vinavyoendeshwa. Na bado hawatuambii jinsi hali itakavyokuwa kwa watu wa Iran. Sasa ili kufahamu zaidi tunaungana na mchambuzi Ibrahim Rahbi akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Rahbi, tumeona Trump akisema kwamba anataka kudhibiti kisiwa cha Karg nchini Iran. Kisiwa hiki kina umuhimu gani? Nashukuru Bwana Peter. Nadhani ni hadithi zile zile za Donald Trump ambazo amekuwa akijaribu kutuaminisha kuna kitu muhimu sana kinakuja kutoka sehemu moja. Kama alishindwa mwanzo kudhibiti mfereji wa Hormuz, sasa anataka kuaminisha dunia kuwa kisiwa cha Karg kitatoa suluhisho la kufunguliwa kwa mfereji wa Hormuz, lakini ukiangalia jiografia ya pale, sidhani kama kinaweza kikatoa suluhu ya moja kwa moja. Nadhani washirika wenzake wa Ulaya wameshatoa njia sahihi kabisa ya kufunguliwa mfereji wa Hormuz. Ni ya mazungumzo ambayo lazima yashirikishe Iran. Sasa Trump alipaswa kwanza atuambie kuwa mashambulizi yao ndani ya Iran na Israel yalikuwa na lengo ya regime change. Kwanza walikuwa tuambie regime change imefika wapi na kuangamiza makombora ya Iran imefikia wapi na kuzuia uwezo wa Iran kusaidia washirika wake imefika wapi. Lakini sasa anatubadilishia hadithi kutupeleka kwenye Karg, kuamini kuwa suluhu pekee ya matatizo yaliyo hivi sasa ni kwa Marekani kuchukua kisiwa cha Karg. Sio rahisi kiasi hicho. Nadhani inaweza ikawa janga kubwa sana kwa Marekani kukaa kwenye kisiwa cha Karg. Na Rabi, tumeona umuhimu wa mlango wa bahari wa Hormuz, lakini wengi watakuwa wanasikia hiki kisiwa kwa mara ya kwanza labda. Je, nini kinafanyika katika kisiwa hicho na umuhimu wake ni gani? Hiki ni kisiwa ambacho kiko umbali wa takriban kilomita 19 kutoka kwenye pwani ya Irani. Ni kisiwa ambacho Irani imewekeza zaidi kwenye nishati yake ya mafuta na gesi. Zaidi ya 90% ya mafuta ya Irani yanaondokea kwenye kisiwa cha Karg. Kwa hiyo Marekani kutaka kudhibiti Karg ni kama vile wanataka kuipiga kabali Irani, manake hapa ni kwenye uti wa mgongo wa uchumi wa Irani. Lakini shida kubwa tu kuwa, je, wanaweza wakajilinda kwa wakati gani kukaa kwenye hicho kisiwa bila kudhurika? Kwa sababu unafahamu Marekani alikuwa kwenye kambi nyingi ambazo zilikuwa pembeni ya Karg hapo pale juu. UAE alikuwa na kambi, lakini alikuwa Abu Dhabi, alikuwa Iraq na alikuwa hata kulikuwa kuna kambi za Marekani zenye vifaa bora kabisa vya kisasa na ulinzi mzuri, ambapo kwa ripoti zinaonyesha kuwa vifaa vingi vimesambazwa na wanajeshi wengi wametoka kwenye kambi. Sasa Marekani anaweza kukaa Karg kwa kiwango gani na kudhibiti kisiwa kwa muda gani bila kupokea mashambulizi ya Irani ambao wamekuwa wakijiandaa kwa muda mrefu kukilinda kisiwa hicho?